Kati hapa kumepangwa draw ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na klabu yetu Young African Sports Club imeangukia kwenye kundi B, kundi ambalo limehusisha timu kama Al Ahly kutoka Misri, kuna timu inaitwa FAR Rabat kutoka Morocco, na kuna timu inaitwa JS Kabylie kutoka Algeria. Ukiangalia hilo kundi ambalo lina timu 4, kundi B ni kundi ambalo kila mmoja ambaye anafahamu mpira, kila mmoja ambaye anafuatilia football ya Afrika vizuri, kila mtu ambaye anafuatilia kwa ukaribu ubora wa ngazi ya vilabu kwenye Champions League barani Afrika atakiri kwamba hili ndio kundi gumu, na kwa lugha ya kimpira wanasema ndio kundi la kifo. Kwa nini kundi gumu na ni kundi la kifo? Ni kwa sababu ya ubora wa timu zote 4 ndani ya hilo kundi. Ukiangalia vizuri, mbali na ubora wa timu zote 4 kwenye kundi hili, lakini pia ni kundi ambalo limehusisha top 5 naweza kusema ya ligi bora barani Afrika. Kuna ligi ya Misri hapo, kuna ligi ya Morocco, kuna ligi ya Algeria, na kuna ligi kuu ya NBC ya hapa Tanzania. Zote hizi zinaangukia kwenye 5 bora ya ligi zenye ubora mkubwa barani Afrika. Kwa hiyo sio kundi jepesi, sio kundi lele mama. Na sisi uongozi wa klabu Young Africans tunakiri kwamba hili ni kundi gumu na ni kundi ambalo halitabiriki mpaka tunavyozungumza sasa hivi. Yoyote anaweza kuwa nafasi ya kuelekea kwenye hatua ya robo finali. Hali ya majeruhi kwenye kikosi chetu. Mara ya mwisho tunazungumza tuliwapa taarifa ya mchezaji Clement Mzize ambaye kimsingi ndio mchezaji pekee mwenye majeraha kwenye kikosi ambacho tuko nacho msimu huu kwa ambao tumewasajili. Na baada ya kufanyika vipimo na ushauri wa jopo la madaktari wa klabu yetu Young Africans wakishirikiana na technical bench ya klabu yetu na mchezaji mwenyewe Clement Mzize, tulifikia kukubaliana mchezaji huyu akafanyiwe operation kwa sababu alikuwa na pona kidogo na anarudi uwanjani na pata majeraha tena. Kwa hiyo baada ya kufanyika vipimo vya kina, tulikubaliana mchezaji Clement Mzize akafanyiwe operation ya sehemu ya goti, na hivi ninavyozungumza na nyie operation hii tayari imefanyika na mchezaji Clement Mzize alhamdulillah anaendelea vizuri baada ya operation hiyo. Tutamkosa Mzize kwenye pitch kwa muda wa wiki 8 mpaka 10 kama ambavyo jopo la madaktari limeelekeza. Kwa hiyo nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, mchezaji Clement Mzize atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 8 mpaka 10, huku madokta wakiendelea kukagua kwa karibu hali yake ya kiafya mpaka hapo ambako ataimarika na kurudi uwanjani. Kuelekea mechi hizi za Champions League hatua ya makundi, baada ya kufanyika tathmini ya kina na kuzingatia maslahi mapana ya klabu yetu, nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, mechi za klabu Young Africans kwenye hatua ya makundi zitafanyika kwenye visiwa vya Unguja, maana ya Zanzibar, kwenye uwanja wa New Aman Complex. Kwa hiyo mechi zote 3 za nyumbani za klabu yetu Young Africans zitapigwa Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex. Baada ya hapo tukisha qualify kwenda mbele, kama kuna taratibu mwingine tutarudi kuwatangazia, lakini ni rasmi sasa niwatangazie ndugu zangu waandishi wa habari, mechi za makundi za klabu yetu Young Africans zitafanyika New Aman Complex, na ndio uwanja wa nyumbani wa klabu ya Yanga kwenye hatua ya makundi. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba sasa mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans katika visiwa vya Pemba na Unguja kujiandaa kuipokea timu yetu, kujiandaa na kuanza maandalizi ya haraka kuhakikisha tunafanya vizuri. Nafahamu sasa hivi kwenye mioyo ya watu wengi ambao hawaitakii mema klabu yetu ni kama wameshatutoa kwenye mashindano, lakini sisi kama Young African Sports Club tunaamini kwenye umoja wetu, tunaamini kwenye maandalizi yetu, tunaamini kwenye technical bench yetu, tunaamini pia kwa players wetu, na mwisho tunaamini kwenye support kubwa ya mashabiki na wanachama wa klabu yetu. Hii ngoma tutapambana nayo na inshallah tutakwenda hatua
ya robo finali. Kwa hiyo